Manake unapozama kwenye maji, maandiko yanasema tulikufa, tulizikwa naye na tukafufuka naye. Manake unapozikwa kwenye maji, unapozama kwenye maji ni sawasawa na ile Yesu alivyokufa akakaa kaburini siku 3. Amen. Alafu akaja baadaye akafufuka. Unapozama kwenye maji namna hiyo kiroho, manake umezikwa na Yesu. Alafu unapotoka kwenye maji umefufuka na Yesu. Amen. Na hiyo inakuwa ni kama ishara kwamba dhambi zako zimeondolewa. Amen. Mungu hakuhesabii tena makosa yako ya zamani. Amen. Na kama hakuhesabii tena makosa yako ya zamani, unakuwa kiumbe kipya. Maandiko yanasema, tazama imekuwa mtu akiwa katika Kristo, amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yote yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kwa hiyo unaanza kuwa mpya. Tumeona watu wengi baada ya kubatizwa Roho Mtakatifu akakaa kwa wingi sana kwenye maisha yao. Amen. Kuna wengine baada ya ubatizo huwa wanapokea uponyaji. Kuna dada mmoja nakumbuka tulikuwa tunamuombea kwa muda mrefu sana. Tulikuwa tunamuombea mapepo hayatoki. Siku moja tukaamua kwenda kumbatiza. Tulipomchukua kwenda kumbatiza, alivyoyaona maji tu alipiga kelele ya ajabu. Tulimbatiza kwa nguvu kwa kumshikilia. Baada ya kumbatiza mapepo yakaaga na akajaza Roho Mtakatifu pale pale. Amen. Yesu kabla hajaanza huduma alienda kwenye mto Yordani, akamkuta Yohana Mbatizaji anabatiza. Alipomkuta Yohana Mbatizaji anabatiza, akataka abatizwe. Yohana akataka kumzuia, anasema mimi natamani wewe unibatize na wewe unakuja kwangu. Yesu akasema, kubali hivi sasa ili kuitimiza haki yote. Kumbe kuna kitu kinaitwa haki yote kwenye ufalme. Amen. Nikodemo alipomfuata Yesu, ukisoma kwenye kitabu kile cha Yohana sura ile ya 3, Nikodemo alipomfuata Yesu, Yesu akamwambia Nikodemo kwamba mtu hawezi kabisa kuingia ufalme wa mbinguni mpaka azaliwe mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili huwa kupo kwa namna mbili. Namna ya kwanza, unazaliwa kwa maji kama tunavyobatiza leo. Ukizaliwa kwa maji, Mungu anakusamehe, anasahau kila kitu kilichowahi kutokea. Kila kitu kilichowahi kutokea anakuhesabu kama mtoto mchanga. Lakini ukishamaliza kuzaliwa mara ya pili kwa maji, unatakiwa kuzaliwa mara ya pili kwa Roho. Ukitimiza hayo mambo mawili, wewe mbingu ni ya kwako. Hakuna kitu kitakachokuzuia kuingia mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo Nikodemo alipoambiwa kuzaliwa mara ya pili akashangaa. Akasema, ninawezaje kuzaliwa nikiwa mzee? Je, nitaingia tena kwenye tumbo la mama yangu nizaliwe? Yesu akamwambia, amini amini nawaambieni, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia katika ufalme wa mbinguni. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunachokifanya hiki ni kama ishara kwenye ulimwengu wa roho. Ishara ya kwamba sasa unaanza kuingia rasmi kwenye ufalme wa mbinguni. Kuna watu wao wanabatizwa na huduma zao zinafumuka zinakuwa. Kuna kijana mmoja alikuwa mambo mengine mkihubiri yuko sawa, lakini kija kwenye ubatizo anatoroka kabisa. Akawa hakui tu kiroho, hakui. Wengine wanakuja kanisani wanakuwa kiroho mapema. Baada ya kumbatiza, neema ya Mungu ikamjilia isiyokuwa ya kawaida. Kwa maneno haya machache nitayaombea maji haya tuyabadilishe kwa damu ya Yesu. Ili hawa watumishi wa Mungu tunapowabatiza leo ikawe ni jambo la kiroho. Na jambo hili likabadilishe maisha yao na kuwaingiza kwenye ufalme wa mwana kondoo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wa mbinguni, ninayabariki maji haya kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Maji haya yanabadilisha kwa damu ya Yesu. Watumishi wako Mungu wanapokwenda kubatizwa siku hii ya leo, wakazaliwe upya kwenye ufalme wa mbinguni. Wakazaliwe upya kwenye ufalme wa mbinguni, na wingu la kinabii likawe juu yao kwa mamlaka ya jina lenye uweza la Yesu Kristo. Maji haya yakawe damu ya Yesu kuanzia sasa. Wanapokwenda kubatizwa wakauache utu wao wa kale, wakaibuke na utu mpya kwa mamlaka ya jina lenye uweza la Yesu. Na wote tuseme amen. Amen. Amina. Cha kutumaini sina ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha
dhambi zangu kuziosha. Yesu nasimama, Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Chake uendefu, Yeye unipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndiyo nanga. kwake Yesu nasimama. ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Cha kutumaini sina, ila damu yake Bwana. Sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Nichukue. Samuel, unamwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Mimi ndio nasema ndio. Samuel Mayala, kwa kuamini kwako katika Kristo Yesu, ninakubatiza kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Yerelelele. Cha kutumaini sina, ila damu yake Bwana. Sina wema wa kutosha, Dhambi zangu kuziosha. kwake Yesu. Regina Benjamin, kwa kuamini kwako katika Kristo Yesu, nakubatiza kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Nategemea daima, yote chini ya Kristo. Mwokozi atanitosha. Baba Mungu, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa sababu ya ibada hii ya ubatizo. Mungu, ninawakabidhi watoto wako hawa mikononi mwako. Neema yako ikawe juu yao kwa mamlaka jina la Yesu. Baba, kwa maisha haya mapya walioyaanza, Yesu, nenda kawatumie kwa viwango vikubwa visivyokuwa vya kawaida. Baba, huduma ya kinabii kazaliwe ndani yao isivyokuwa kawaida, katika jina lenye uweza la Yesu Kristo wa Nazareti. Neema yako Jehova ikaonekane. In Jesus name I pray. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Mungu awabariki sana. Amen. Cha kutumaini sina, ila damu yake Bwana. Sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha. kwake Yesu nasimama. ndiye Tuahirishe ibada. Baba, katika jina lako Yesu, tunakushukuru Mungu kwa utukufu wako na kwa uweza wako. Kwa sababu Mungu umekuwa pamoja nasi hata kwa ajili ya watumwa wako walioweza kuchagua leo njia iliyo sahihi. Hivyo Mungu, ninakushukuru Mungu, ukaonekane juu ya maisha ya Samueli, ukaonekane na juu ya maisha ya mke wake na Samueli. Kuanzia leo Bwana, wakaishi haya maisha mapya katika njia yao ya utumishi. Mungu, wakakuone wewe Bwana, hata kila ambacho kilikuwa kimejificha Mungu ukaweke mafunuo juu yao sasa, wakakujue Mungu na wakatambue thamani yako sasa. Neema yako Bwana ikajidhihirishe sasa katika utumishi wako. Ninakushukuru Mungu hata kwa ajili ya ubatizo huu. Ninakushukuru Mungu hata kuzaliwa kwao tena upya. Ninakushukuru Mungu maana hujapungua. Ninakushukuru Mungu kwa ajili ya Samueli na mke wake. Ninakushukuru Mungu hata kwa ajili ya Mpindi. Ninakushukuru Mungu hata kwa viongozi wenzangu wote. Ninakushukuru Mungu kwa ibada hii. Ninaomba yote nikiamini katika jina lako Yesu. Amina. Ongeleni. Ongeleni. Maji hapa ni madogo. Ongeleni kwa msingi. Ongela sana.
Kuna jua kali. Jua kali hata picha. Kama inatoa vizuri picha yako. Kamera yako. Mimi na rekodi ba. Karibu hivi. Bado na rekodi. Aha. Basi. Ndio kaifunga hiyo video. Ndio hapa ataendelea kurekodi ndani. Hiyo video.